Bwana, habari zenu wanangu, inakuaje? Bwana ni Juma Lolo tena kama kawaida nakuja na headline za breaking news. Bwana, siku mbili zilizopita hapa kuna post ambayo nimeposti ambayo ni hapa, nadhani wengi mtakuwa mnaikumbuka, au sio? Oya wanangu, kwa wale wanaotaka kurudi nyumbani, au sio? Serikali ishatoa fomu tayari, watu mjaze. Wale wenye uhitaji wa kurudi nyumbani, teremko ndo uwapo, slope ndo hiyo hapo hiyo. So baadaye tena mnaanza bwana, tunaomba tuchangie turudishwe nyumbani wale. So wanangu, nataka ni clarify kuhusu post ambayo niliposti mwenyewe kwa mikono yangu, au sio? Hii nadhani imekuja kutokana na misunderstanding kati ya maelezo kutoka ubalozini na maelezo kutoka kwa viongozi ambao wanaleta kwa wanachama. Ushanaelewa bwana? Bwana, issue ilikuwa hivi kwamba ubalozi haujatangaza kwamba katika kipindi hiki cha machafuko utatuma ndege kwa ajili ya raia wake wa Tanzania kuweza kusafirishwa kurudishwa nyumbani kutokana na kipindi hiki cha machafuko. Ila ubalozi ulikuwa una mchakato ambao ulikuwa bado hujakamilika wa kuwasaidia wale ndugu zetu ambao yani naweza nikasema ndugu zetu ambao hawaeleweki. Nadhani mfano mzuri mnaona Bro Msangi kila siku ya Mungu anajitahidi kuposti kwamba fulani na fulani anahitaji msaada, fulani na fulani anahitaji msaada. Watu ambao wanaomba msaada nadhani wenyewe mnawaona. Ukiangalia vizuri hata simu hizi kubwa za kuingia social media kwamba hawana, kwamba maisha haeleweki, wanalala nje. Yani ni watu ambao wenye maisha magumu. Kwa serikali ilikuwa ina lengo la kuwasaidia watu wa design ile ambao hawajiwezi, ambao hawaelewi kwamba future yao ya maisha iko vipi na wameshakata tamaa, wanataka kurudi nyumbani. Hilo ndo lilikuwa lengo kuu na ndio lengo kuu. Ushaona? Lakini kutokana na ubalozi kutoa maelezo yake kwa viongozi baada ya kuona kwamba bwana, ni viongozi wa matai watu wanapata tabu, ujue kuna watu ambao hawajiwezi kweli, tunalewa na uhitaji ambao hawawezi kujisafirisha kwa mikono yao wala hawana ndugu. Ndo ubalozi ukaamua kwamba jamani, hebu wakusanyeni hao watu kwenye matawi yenu, kwenye mikoa yenu, waandikisheni tujue idadi ya watu wako wangapi, and then mlete details zao na majina yao hapa, and then balozi ataanzia hapo. Kama hilo swala atalichukua yeye mwenyewe, atalipeleka wizarani kwa ajili ya kuombea msaada wale watu waweze kurudi nyumbani, au kama atalichukua ile swala na kupeleka kwenye mashirika mbalimbali kwamba waweze kuwasaidia wale watu kurudi nyumbani. Lakini mchakato ulikuwa ndo huo, na ulikuwa sio mchakato wa watu ambao wanaathirika na hizo vurugu kwamba wanataka kurudi nyumbani. Ushaona? Kwa hiyo serikali jamani hajatoa ndege ya bure na wala hawajazungumza chochote kuhusu ndege ya bure. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo nimekuja kuliweka sawa. Kwa hiyo kama una ndugu yako ambaye unajua kwamba labda yupo ana maisha magumu, aelewi yake, yani mfano kama naweza nikazungumzia mfano mzuri akina Brosonda na wengine ambao juzi kati hata Msangi alikuwa na post hapa kwamba bwana fulani anatafuta ndugu zake, anaomba msaada, anataka kurudi nyumbani. Watu kama wale ndio ambao wanahitajika, ni watu ambao hawana kitu chochote, ni shoti kwamba hata maisha yao yaeleweki, kwamba wapo nje muda mwingi, hata simu kubwa hawana, yani hawana chochote, yani kwamba ni future, kwamba shakata tamaa na wamesha give up, wanataka kurudi nyumbani. Kwa hiyo hawa ambao kwenye machafuko jamani, kwamba serikali na hiyo bado haijatoa tamko lake, hawasijui kitu gani ambacho kitachoendelea, lakini mchakato ulikopo ndio huo. Lakini na mchakato wenyewe vile vile ni kwamba stage ya kwanza ilikuwa ni kwa kusanya details za wale watu, kujua idadi yao na kupelekewa balozi, and then balozi kutoka pale ndo ataangalia kama atalipeleka wizarani na tanini. Kwa hiyo hayo ni masuala ya serikali ambayo balozi mwenyewe anajua baada ya mchakato kukamilika kwamba atanani vipi, lakini ni mchakato ambao bado yani ni bado na ndio unafanywa kazi. Kwa hata kama ukijiandikisha, ina maana swala la mchakato. Kwa uwezo ukajua naweza ikachukua mwezi, wiki mbili, miezi miwili, miezi mitatu, mwakani. Kwa uwezo ukajua. Kwa huo ni mchakato ndio ambao ulokuepo. Kwa hiyo vile vile napenda kuwasi wale ndugu zangu, kama unajiona bwana, mimi maisha yangu yaeleweki, nataka nirudi nyumbani, maisha yangu ni magumu, sielewi, unaona bwana, basi unaweza ukaingia ukajaza details zako kwa lengo la kuomba msaada na ukasubiria huo msaada ukaupata. Serikali inajali na ndio maana wameanza mchakato. Kwa hiyo wanangu, nadhani nimeclarify vizuri hiyo issue kwamba swala ndege, ndugu zanguni, ile ya bure
hakuna kwamba ilikuwa ni misunderstanding ya taarifa, na viongozi wetu wa matawi jinsi walivyotuletea kwenye magrupu na nini kwamba yani imekuwa ni tofauti yani, shaona. Lakini wale ambao wanahitajika sio wale ambao kama tulivyosema awali, watu ambao wanahitajika ni wale ambao wenye mazingira magumu, wanaishi pagumu, kila kitu cha kigumu na mchaka na tamaa, wanataka kurudi nyumbani, ndio watu ambao wanahitajika kusema kweli, na ndio watu ambao wana uhitaji wa kurudi nyumbani, ambao wao wenyewe wameamua kwa hiari na maisha magumu, na kweli nadhani tunawajua na wengi wanaeleweka na wengi wanafahamika. Kwa nadhani post yangu itakuwa imeeleweka, kila kitu na mimi kiko poa sasa hivi. Kwa hata ule mtafaruku nadhani utakuwa umenani, yani utakuwa umeisha, nadhani kwa kila mtu ku understand. Kwa hiyo wanangu machafuko, kama mtu anataka kurudi nyumbani, basi jipange rudi nyumbani, au omba msaada kwa ndugu na jamaa ambao unaona unaweza kununulia tiketi uweze kurudi nyumbani. Bwana nilikuwepo, ni aloni, tutaendelea kupashana habari kila kinachoendelea. Imeisha hiyo wanangu, au sio?